Shalom shalom, karibu tena kwenye kipindi chetu cha kijana na ujana, na leo tunaendelea tukiwa hapa social science. Karibu sana, siko peke yangu, niko na mwenzangu Steven William. Kama kupata nafasi ya kufuatilia vipindi vyetu vilivyopita, basi unaweza kufuatilia kupitia channel yetu ya YouTube, lakini pia tuna wageni wetu hapa ambao ni wenye vitu wastaafu kutoka hapa UCCF Social Science. Niko na mwenyekiti Baraka Bonventure, lakini pia niko na mama Elizabeth Mgelwa. Karibuni sana wenyeji. Nafurahi sana kwa pamoja na mahali hapa. Swali la kwanza ningependa kujua kuna utofauti gani wa maisha ambao umeuona kabla hamjawa viongozi baada ya kuwa viongozi? Mabadiliko gani ambayo mmekuwa nayo? Tukianza na baba. Kabla ya kuwa kiongozi, of course kulikuwa kuna maisha ya kawaida ambayo tulikuwa tunaishi, kwa sababu kwanza unakuwa hauna majukumu mengi, lakini pia haupo unatazama na watu wengi. Unasema kiongozi ni kioo. Kwa hiyo kuna maisha tu ya kawaida ambayo unakuwa unaishi. Sometimes unaweza kudiriki kufanya chochote ambacho unaweza kuzani kwamba kina effect, ila kumbe kuna watu ambao wanakuwa wanakutazama. So naweza kusema tulikuwa tunaishi maisha ya kawaida, lakini baada ya kuwa kiongozi kuna vitu lazima vilibadilika. Sasa kwa mfano kama mimi, kuna vitu vingi sana vinabadilika, hata namna ya kuvaa, kwa sababu sasa inabidi uende mbele pale kupresent jambo. So ndo wakati huo sikujifunza hata kuvaa suti kidogo, ila tu before ya kiongozi au kivaa zako kawaida, hata usijachomekea safi, kwa sababu kwanza unakaa nyuma zako kule. Kwa hiyo hamna mtu ambaye anakuconcentrate sana, lakini baada ya kuwa kiongozi kweli naweza kusema kwamba mambo yalibadilika, kwa namna ya kuvaa, hata namna ya kuzungumza pia. Kuna baadhi ya vitu ambavyo unapenda masiala sana lazima yapungue, kwa sababu ukiendekeza hiyo utakuja ulete mada watu watacheka tu. Sasa wewe ni kiongozi, inabidi uzungumze pia kwa usia kidogo. Kwa mshort naweza kusema kwamba lazima ile normal life ibadilika. Mara nyingi wanapenda kusema kwamba when seasons change you have to change your regularity, kwamba majira yakibadilika lazima ubadilishe ile kawaida yako ya kuishi. Kwa hiyo mimi upande wangu vitu vingi sana vilibadilika. Komea kusema Karibu mama. Asante, nashukuru. Mimi nitazungumzia kwa swala la muda. Kabla sijakuwa uongozi, sasa nitajizungumzia. Kabla sijawa kwenye uongozi, asilimia kubwa nilikuwa napata muda wa kutosha, hususan kwenye masuala ya darasani, hususan kwenye masuala yangu mimi binafsi, lakini pia muda mwingi wa kupumzika. Lakini baada ya kuwa nimeingia kwenye sekta ya uongozi, ratiba ikabadilika. Yaani kuna muda hauepukiki, lazima uwepo kwenye majukumu fulani. Kifupi ni sasa baba na mama wastaafu. Mimi ningependa kujua kitu kimoja. Tunajua kwamba katika UDOM moja kitivo ambacho kina watu wengi na watu wengi ambao ni watu wazima ni UCCF Social Science. At the moment tumetangazwa kwamba wewe ndio mwenyekiti. Je, ile moment ilikuwaje kujua kwamba naenda kuongoza kitivo ambacho kina watu wengi zaidi, lakini pia kina watu ambao wananizidi umri? Yaani ile situation ilikuwaje kwa kweli? Ameonyesha sio. Of course naweza kusema kwamba nilipotangazwa kuwa kiongozi, of course kwanza mimi mwenyewe nilikuwa sijaamini. Kiukweli kitivo cha social science tunasoma na watu wa masters, watu wengine PhD. So hilo nilifikirisha sana kwamba nitawezaje kumanage kwa handle watu kama wale. Lakini college inatoka kwa Mungu, kama alivyoambiwa Yoshua kwamba nitakuwa pamoja na wewe, kuwa hodari na mwenye moyo wa ushujaa. Lakini pia Mungu anasema katika Wakorintho 12, Wakorintho wa pili 12:9 anasema kwamba neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu unatimilika katika madhaifu. So hiyo mistari nilikuwa nayo tangu awali, kwa nikawa na refine na college kwamba okay, kumbe sio mimi ambaye nitafanikisha ya mambo.
So kuna nguvu ya Mungu ambayo itaniwezesha. Kwa katika hiyo situation nikawa namuomba Mungu hekima pia ya kwamba sasa Mungu, mimi hawa watu ni watu wazima. Kuwaongoza kwa akili yangu na kwa mimi ninavyoona na umri wangu sitaweza. Kwa hiyo ninahitaji backup kidogo ya hekima kutoka kwako na neema. So namshukuru Mungu pia kweli alitupa neema ya kufika hapo tulipofika. Amina, nashukuru. Sasa mimi nitarudia kwenye kipengele cha hekima. Baada ya kuwa na mimi nimechaguliwa kuliongoza kundi kubwa la social science. Kitu ambacho cha kwanza kilinifanya nirudi kwa Mungu ni kwa habari ya kuomba hekima. Kwa sababu unakutana na watu wengi tena wenye akili tofauti tofauti. Mwingine ukijiangalia afu ukijifananisha na yeye, unaona ya kwamba yeye ni bora zaidi na angestahili kwenye ile nafasi. Lakini kama Mungu amekuamini, amekuweka kwenye ile nafasi, basi tunarudi kwake, tunaomba hekima. Tunaomba hekima. Baada ya hapo tusaidie sisi sasa katika kuwaongoza wale watu wenye akili nyingi, watu wenye maarifa mengi, watu wenye ujuzi mwingi, watu wazima. Ukijiangalia, mbona mimi naona kama ni mdogo sana, alafu nimepewa kundi kubwa hili. Kwa hiyo tunakuja kuamini kwamba kama Mungu amenidhamini, kama Mungu ameniamini nikae kwenye ile nafasi, basi narudi kwake kuomba hekima, kuomba namna ya kutembea na kuliongoza lile kundi. Kitu kikubwa ni hekima kutoka kwa Mungu mwenyewe ambaye amekuwa ameachilia ile nafasi kwa muda wote. Na mmewezaje ku-maintain? Maana unajua kuna baadhi ya vyeo ukiwa chair, kuna hata association na watu labda ambao ulikuwa nao kabla hujawa kiongozi, unakuta inapungua. Sasa mmewezaje ku-maintain uhusiano mliokuwa nao na watu wengine, au baada hapo na nyie watu wengine waliamua kuwatenga au kuwaacha, mliwezaje ku-maintain? Lakini pia mliwezaje ratiba nyingine, maana obviously majukumu yaliongezeka, mmewezaje ku-maintain ratiba zote hizo na bado darasani mkaperform vizuri? Nilivyosema tangulia awali kusema kwamba when season changes you have to change your reality. Kwa hiyo hata namna ya kusoma kwa upande wangu ilibadilika kidogo, kwa sababu sasa sipati muda mrefu wa kusoma kulingana na majukumu yaliyopo yanakuwa mengi kidogo. Kwa hiyo ili kuweza ku-maintain darasani na maisha binafsi tu na uhusiano na watu, kitu kimoja ambacho nilikuwa napenda kuzungumza hata kwa viongozi wangu kwamba unyenyekevu pia. Nilikuwa napenda sana kuwasikiliza viongozi wangu kwamba ambao walikuwa chini yangu kwamba jamani, tunahitaji kuwa wanyenyekevu. Kuwa kwenye nafasi haimaanishi wewe sio binadamu. Just a normal human being. Kwa hiyo lazima ulete na wengine, na social anaweza kuwa mashahidi, tulikuwa tunapata tu wakati mzuri wa kuassociate nao kama kawaida. Ila kwenye mpango wa darasani ilibidi sasa ni minimize kusoma binafsi. Nilikuwa nasoma kwa kutumia discussion. Kuna rafiki yangu mmoja napenda kumtaja, anaitwa engineer Shija. So mimi nasoma mine engineering. So masomo yale kidogo kama madaktari tu wanaweza kuwa mashahidi kwamba kidogo yamechangamka. So inabidi nisome kwa discussion. Kwa nini nasoma kwa discussion? Ni kwa sababu mimi sijapata muda mwingi wa kupitia vitu vingi, ila mwenzangu yeye kidogo, kwa sababu sio kiongozi, anasali kasweta na muda. So nikienda kusoma kwake, napitia samale zake, nakuta ameenda ahead of me. Kwa hiyo ananisaidia na anarahisishia mimi ni kugrasp tu. Hapo tunakala pia tunasolve past paper. Tukisha solve past paper pale, kija kuingia kwenye mtihani kweli unakuta mambo safi. Kwa hiyo ndo tunafaulu kwa namna hiyo. Kwa upande wangu ilikuwa ni cha maintain muda kutokana na nafasi ambayo nilikuwa nimepata. Namshukuru Mungu, alinisaidia sana. Kitu cha kwanza naweza nikasema neema ya uwezesho. Neema ya uwezesho. Yaani licha kwamba unakuwa unakutana na majukumu mengi, lakini kunakuwa kuna ile neema ya uwezesho pale ambapo unakuwa umepata muda binafsi sasa wa kujisomea. Yaani unaweza kusoma tu kwa muda mfupi, vitu vikaeleweka vizuri na mambo mengine yakaendelea. Kitu kingine ni kuhusu marafiki.
Kuhusu marafiki pia namshukuru Mungu, haikunifanya niwe mbali sana. Yaani niwe mbali sana na wale watu ambao nilikuwa nao mwanzo. Namshukuru Mungu niliweza kumaintain kwa hiyo. Kwa sababu ukiangalia mimi ni mwana praise. Kwa hiyo nafasi ambayo nilikuwa nimeipata haikunilimit mimi au haikuniondolea nafasi ya kutumika kama mwana praise. Kwa hiyo licha ya kwamba tunakuwa tuna ratiba nyingi huko ofisini, kwa ule muda ambao unakuwa umebaki lazima nijiassociate na watu. Lakini kitu kimoja, kiasi. Kwa kuwa unakuwa kwenye nafasi kubwa, Mungu amekuweka pale, lazima uhakikishe una maintain kuishi na watu wote. Mizaa ikizidi na wenyewe wataleta mizaa kwako, mwisho wa siku vitu vingine vikashindwa kutekelezeka kwa usahihi. Kwa hiyo kiasi, licha kwamba na kuwepo kwenye praise utani mwingi, lakini kuna muda lazima uwe serious. Ili utakapokuja kuwasilisha kile kitu kingine, mtu anakuwa anasikiliza na anatii. Na mlikuwa mnapata pia muda binafsi wa nyie kama nyie kwenye maendeleo yenu ya kiroho? Maana wengi sana baada ya kuwa viongozi, labda kwenye nafasi za juu, unakuta na kazi nyingi sana za kanisani kuliko yeye kutafuta muda wake na Mungu. Sijui mnaweza mkashauri japo, maana imekuwa tatizo sasa la viongozi wengi. Lakini mimi nilijifunza kitu kimoja kwamba the time, yani ile private time unayo spend na Mungu ndio inakugarantiwa kuwa kwenye public, yani ndio itakuwa announce wewe kwenye public. Kwa hiyo nilikuwa napenda kuwasitiza viongozi hata wa maombi kwamba ibada zinapikwa. Nilikuwa napenda kuambia ibada inapikwa, yani kwamba unaiandaa ukiwa peke yako, alafu Mungu anakuja kujidhihirisha hadharani. Kwa upande wangu mimi, kwa masuala binafsi ya kiroho, nilikuwa na ratiba yangu ya private prayer ambayo nilikuwa naweza kufanya kwa wiki, inaweza isipite wiki ya funga at least once. Achana na maombi ya kanisa, yani kwamba Alhamisi tunafunga wa social, hapa ile private nilikuwa na maombi binafsi. Lakini pia nilikuwa na utaratibu before sijaja ibadani. Kuna sehemu moja tunaita sisi bondeni, sisi pale tunaita bondeni. So nilikuwa napenda saa moja napitia pale bondeni, naomba hata kama nilikuwa dakika 15 20 zilizotosha. At least nimekuwa nimeactivate kitu kwa Mungu na kumaintain uhusiano mimi na Mungu. Kwa sababu ukiachana na majukumu, kuna maisha pia binafsi na kuna maisha baada ya uongozi. Unaweza kushangaa unamaliza uongozi umeshakorofishana na Mungu wako. So hiyo nayo ni ya kuzingatia. Nijifunza kwa mfano wa Martha, kusoma ile Luka 10 kuanzia mstari wa 42, Martha na Mariamu. Martha alikuwa na utumishi mwingi, alafu Mariamu alikuwa anakaa miguuni pa Yesu. Kwa Yesu anamprefer Mariamu kwamba huyu amechagua fungu lililo jema, ila wewe utumishi mwingi. So viongozi sometimes mimi naweza kuwashauri kwamba tusifocus sana na utumishi. Kumtumikia Mungu ni vizuri, na Mungu hapendi kutumikiwa. Mungu anapenda tutumike naye. Yani we work with God, not to walk to God. Yani tumtumikie Mungu, tunatumika na Mungu. So hicho kitu nilijifunza awali ya yote, ndo namshukuru Mungu kwa kuniwezesha hivyo. Kwa naweza kusema kwamba hata baada ya kumaliza uongozi, uhusiano wangu na Mungu unakuwa uko pale pale na maintain. Kitu kingine nitarejelea kwenye kitabu cha Ayubu. Anasema mjue sana Mungu ili uwe nao, ndivyo mema atakapokujia. Sasa nahusianisha na masuala ya kiuongozi. Mimi binafsi natakiwa ni mjumbe. Yaani hata kama nitapewa majukumu mangapi, mwisho wa siku mimi na Mungu wangu ratiba zetu zitakuwa zinaendaje. Kwa hiyo hata kama hiyo siku labda nimetingwa na majukumu mengi, muda wote lazima tu nitasema neno moja kwa Mungu. Lazima tu nitamwambia kama leo nimeshindwa kuzungumza na wewe, au kama leo nimeshindwa kuassociate na wewe kwa undani zaidi, lazima nitafute muda mwingine. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba nimechaguliwa kuwa kiongozi basi nikamsahau Mungu ndani yangu mimi. Kwa hiyo mtu binafsi lazima
amjue Mungu yeye kama yeye, licha ya kwamba amekutana na majukumu mengi. Asante sana. Sasa tunakutana na scenario kutoka kwa preachers wengi na walimu wengi wa neno la Mungu kwamba inabidi muda mwingine unakuwa kiroho, muda mwingine unakuwa kimwili. Na kutoka kwa viongozi wa kiroho, mtu akikuona atashumu kwamba ni kiongozi, yani atachukua ile picha kiongozi wa kiroho. Sasa uko unawezaje at the same time kwamba kuishi kiroho na kuishi kimwili na bado ukatunza ile kwamba mimi ni kiongozi na bidii ya kitu kiende sawa? Ndio kusema kwamba 70% naishi kimwili na 30% naishi kiroho. Nchi kwamba lakini vitu vingi vinaanzia rohoni kuja katika ulimwengu huu. Lakini sasa asilimia kubwa tunaishi kimwili. Kwa hata sisi kama viongozi kwa tunaweza kubalance wakati huo. Kwamba kuna sometimes umechoka unatakiwa kupumzika mwili. Kuna wakati mwingine unaongea na mwili, lakini kuna wakati wa kuassociate na watu. Ya mambo yote ya kimwili na mambo mengine ya kijamii. Lakini pia sisi kama viongozi wa social science kwa kutambua hilo organize tukio moja la family dinner ambao tunafanyia katika ukumbi wa Mabaya Complex, ambao ni uhusiano na swala la kimwili kwa watu walienda kwa flight. Tukafanya kabisa mambo tu ya asilimia kubwa yalikuwa ya kimwili, ila sasa sio kutoka kwenye maadili kwamba sasa tukafanya mambo mengine sio, hapana, ila ilikuwa ni mambo tu ya kula, kufurahi. Alikuwa kwenye siku pili pale kuchekesha kidogo. Nimesema kwamba watu wa tiba, watu wa afya wanaweza kuwa mashahidi kwamba kuna sometimes kuna kitu social intelligence ambayo ina depend, yani inatokana na association. Yaani pia society tuna watu kuna afya fulani mpaka na nini na watu wa tiba wanaweza kuwa mashahidi. So tunaweza kusema hivyo. Kidogo kwamba ni muhimu na ni vyema zaidi kuwa kiroho. Kama inaanza kiroho, basi tujue vitu vingi tutavipata kule na utakuja kutusaidia kuyaishi yale. Siwezi tu nikaconcentrate na Biblia, siwezi tu nikaconcentrate na kutafuta kwamba na waongozaje watu kwenye kwa upande wa roho nikaacha mwili. Kuna vitu, kuna baadhi ya vipengele vitakuwa nikiwa naongoza lazima kuna vipengele vitakuwa. Kwa ni vizuri kuwa rohoni, kuwa mwilini. Ndio kwa kama sana ngoja. Ni kwa vile tunawezaje kuna vigeti, maana si tuseme yani roho usiku ndani ya mwili. Maana tunawezaje kuna vigeti kama roho yangu ndani ya mwili, nimesha kama pia ni kiongozi. Alafu mshasikia nabaki na hii status ile ile kwamba ni kiongozi, roho yangu iko ndani ya mwili na navigate challenge zote za kimwili kwamba ni ambazo tuwezi tukazineglect kwamba hizi zipo. Je, tunawezaje kuna vigeti roho zetu sisi kama viongozi na mshasikia tunabaki tukawa tunabaki katika status ile nzuri kiroho, lakini pia tunaweza kuassociate na watu vizuri kimwili. Maana asilimia kubwa kuna disbalance. Unakuta kiongozi yuko kiroho sana, huyu yuko mwili. Kwa kidogo tunakuwa na je mwezaje kubalance kwamba ni roho ndani ya mwili, how do I navigate yote hivi? Kwa siku nikabaki na kuweza kuishi na watu vizuri na wengine akaenda vizuri. Inaonyesha sio ya kuna kitu kinaitwa hekima. Hekima hii ndo tumepewa na Mungu, inatokana na kitu kinaitwa utashi. Sababu Mungu alitupa pia tashi ya ufahamu ambao kupitia hii ndio ina balance mambo yote, ina equalize. Sababu tunapozungumzia kiroho kuna common sense. So mimi naweza kusema hekima ndio inayo balance mambo yote ya mwili. Yaani mfano kwamba kujua kwamba huu wakati ni wa maombi kwa nyombe kwa roho pale, ila kujua kwamba sasa hivi anakuja mtu kumshauri labda tunakutana na kesi nyingi labda mahusiano msumbua. Sasa wewe unadili tu na maombi kwamba kuwekea mkono. Sasa kuwekea mkono sawa, ila kumbe kama ukizungumza naye ukamwambia 1, 2, 3 kuna namna na kumsaidia zaidi kuliko hata kukumbea. So katika swala zima la kuassociate naye, naweza kusema hekima ndio balance mambo yako hata unapo
tunazungumzia kwamba kuna navigate kutoka rohoni kuja kutoka rohoni, lazima utumie common sense ambayo ni hekima kuweza kuzungumza na watu, kwa sababu kuna wakati mwingine pia unaweza kuzungumza na watu na ukitumia lugha ya mbinguni hawawezi kuelewa. Hata Yesu mwenyewe alipokuwa anazungumza na sisi duniani, alikuwa anatuambia kulia mfano mpanzi, mambo ya duniani. Nikasema sasa malaika Gabriel sio alifanya hivi, tusielewa, ndio vyake hatujamuelewa. Kwa kuna sometimes lazima tumie vitu ambavyo viko duniani. Kwa hiyo ndio naweza kusema hivyo kwamba how you balance kutoka katika sehemu za kiroho kuja katika. Ningependa kujua kutoka kwenu, nadhani kuna faida gani ambayo umeipata kutokana na nafasi Mungu aliyowapa kwa maisha ya mbele? Unajua, kwa mfano vijana wengine kanisani, kuna watu obvious siku za uchaguzi wanakimbia. Naona nikiwa kiongozi, yani nitarudi sana nyuma hata kwenye maisha yangu kama academic, wengine nipo ni uchumi kwenye ratiba zao. Sasa nadhani kuna faida gani ambayo kama vijana tukipata hii nafasi ambayo Mungu ametupa, kuna faida gani kwenye maisha yetu ya mbele? Bwana asifiwe. Mimi nitazungumzia faida kuu tatu ambazo naweza kusema, ambazo zipo nyingi, ila nitazungumzia kuu tatu ambazo naweza binafsi nimezipata kama kwa sababu ya nafasi ya uongozi. Ya kwanza ni kukua. Kukua kwa maana ya hekima, kukua kwa maana ya upande wa maarifa, kukua kwa maana ya namna ya society. Kwa sababu kwamba tunaona tunasali na watu wa masters, tunasali na watu wa PhD, tunasali na watu in service wakubwa, hapo wewe ni mtoto mdogo unaongoza. So kuna namna fulani lazima Mungu yani kupitia hiyo nafasi mumeona Mungu akinitransform kwa namna ya hali ambayo ya kawaida kuweza kuzungumza nao na kuelewa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba hapo ni maturity kupata. Lakini ya pili ni experience. Mimi naamini kabisa kwamba kanisa kama la Social Science ni taasisi kubwa, watu 600 kuelekea 800 kwa taasisi kubwa. So hiyo ni experience ya how to run an organization. Kwa hiyo namwamini Mungu kwamba hata huko baadaye Mungu atakufungulia organization yoyote, sita struggle sana. Lazima sana tutapata changamoto, ila sio sana, kwa sababu at least tumepata experience ya uongozi, namna ya balance masuala ya financial management, masuala ya kuweka ratiba, masuala ya manaki, vyote hivyo kwa inakuwa vina rotate kichwani. At least ukikaa kwenye organization kama zile na unaweza kufanya jambo. Ya mwisho ni baraka. Bwana anasema kwamba ukitumikia sasa hizi woga hazionekani sport ila tunamwamini Mungu kwamba baada hata ya graduate kuondoka hapa, sidhani kabisa kwamba tutalingana na watu wengine ambao kuna kafeva fulani Mungu lazima akupatie kwa kutokana na uongozi. Mimi niseme kwamba mimi nitaongezea kwa uchache faida nyingine ambayo naweza nikasema kutokana na maisha ya uongozi ambao tulikuwepo. Maarifa kwa namna gani? Nakumbuka nilianza nikiwa sina chochote, lakini namna siku zinavyozidi kwenda, majukumu yanavyozidi kuja, yanakupa challenge ya kufanya zaidi, uendelee kujifunza kwamba hapa nifanyeje. Kwa hiyo kupitia hayo yanakuja kuniongezea mimi nini, maarifa. Lakini kitu kingine naweza nikasema kwamba neema ya uwezesho, yaani mimi hiyo ni point ambayo nahisi kwenye nafasi ambayo nilikuwa nimepata. Kusema ukweli, siwezi nikafanana na watu ambao labda alikimbia uongozi au labda alipofika chuoni akasema ratiba za ibada zimekuwa ni nyingi, kwa hiyo mimi sihudhurii ibada yoyote. Kwa hiyo kwenye nafasi ya uongozi ambayo nilikuwepo, naweza nikasema kuna neema ya uwezesho ndani yake ambayo nimepata katika masomo, katika maisha tu ya kawaida. Yaani najifikiria labda nisingekuwa kiongozi ningekuwaje,
labda tabia yangu ingekuwaje. Kwa hiyo kuna neema ya uwezesho ambayo nimeipata kipindi nilikuwa kwenye uongozi. Mama na baba nafasi kwamba percentage moja au percentage mbili. Unaonaje nafasi ya viongozi wa kanisa katika uongozi wa nchi? Tuseme kwenye serikali zetu, kwenye mitaa, kwenye nini? Unaona nafasi ya viongozi wa kanisa katika hizo nafasi? Ya, anaweza. Ila sasa kima sana inatakiwa, kwa sababu namna ya kuongoza kanisa si tofauti na kuongoza mtaa, tofauti na kuongoza wanafunzi ambao hawajui Mungu na hawana hofu ya Mungu. Yesu alituambia tuwe tuna busara kama nyoka, na pole kama kondoo. So inabidi sana wawe na busara. Ile inawezekana mtu akawa kiongozi sana na kule pia akawa kiongozi. Mimi na mimi nimejaribu kujiongoza ambao hawajatokea kanisani. Sisi viongozi ambao tumetokea kanisani. Huyu ambaye ametokea kanisani atafiti zaidi endapo atapata nafasi kwenye hayo maeneo mengine. Kitakachomtofautisha ni nini? Ile hofu ya Mungu ambayo itampa uwezo mkubwa wa kutimiliza yale majukumu ambayo amepewa. Kwa sababu nimejifunza huu uongozi wa nje, unakuta mtu anaomba nafasi lakini akishaipata anatulia, anakuwa wanasemaje, anakula. Lakini mtu ambaye anatoka kanisani anakuwa anajua lazima nihakikishe hao ambao wameniweka kwenye hii nafasi wanakipata kile ambacho wamekikusudia kutoka kwao. Kwa viongozi wa kanisani wanafaa zaidi huko mtaani. Tukatimilia ya mwisho tunapoaga watazamaji, neno lolote kwa vijana? Kama Mhubiri 12 inavyosema, mtumikie ndio wako siku za vijana wako. Naona kabla sijaelezea siku ambazo utajuta, yani shoti. Kwa hiyo mimi naweza kusema wakati wa ujana ni wakati wa kuinvest. Yes. Wakati wa preparation kwa ajili ya maisha fulani maendeleo. Kwa kama una vision, kama una ndoto kubwa ya kuwa mtu mkubwa, maandalizi ni sasa. Huwezi kuvuna usipopanda. Na pandacho mtu ndicho atachona. Wakati wa kupanda ni kwa ujana. Lakini pia Mungu akituita kwenye uongozi, tumika kikamilifu. Jitahidi sana kujitoa kwa 100%. Mungu anakuwa committed sana na mtu ambaye yuko 100% committed to him. Kwa hiyo tumike kwa Bwana. Mimi neno langu moja kwamba kijana anatakiwa mjue kwanza ili awe na amani. Akishapata amani atakuwa na uwezo wa kutenda jambo lolote. Kwa hiyo kama kijana tunatakiwa tuanze kwanza kumtafuta Mungu na kumjua Mungu ni nani, anafanyaje kazi pamoja na sisi. Baada ya hapo tutaweza kufanya vitu mbalimbali katika jamii. Kijana na mpendwa mtazamaji, na tumaini umejifunza vitu vingi sana. Unaweza ukaendelea kutufuatilia kwa vipindi vilivyopita, lakini pia kwa kipindi cha leo kupitia akaunti yetu ya USCF Ludo Mtiba, lakini pia USCF Social Science. Karibuni sana wageni wetu, tunashukuru sana kwa kweli, karibuni sana. Tumefurahi. Ulikuwa na mimi mtangazaji wako Esther Francis pamoja na mwenzangu Stephen William. Tukutane tena wakati mwingine. Be strong and do exploits.